tunapozungumza game ya Simba na Yanga. Unazungumzaje kuahirishwa kwa mchezo huu? Of course kuahirishwa kwa mchezo kuna mambo mengi. Sasa hapo nizungumze machache ambayo mimi nayaona. Kwanza yamefanyika makosa kuahirisha mchezo ikiwa watu wamevunja kanuni. Hayo ni makosa ya kuahirishwa kwa mchezo kwa sababu watu wamevunja kanuni. Kwa nini nasema ni makosa? Kwa sababu kanuni ndizo ambazo zinaendesha mpira wa miguu. Na kama kanuni ndizo ambazo zinaendesha mpira wa miguu, zile kanuni zimewekwa na adhabu zake zimewekwa. Maana yake atakayevunja kanuni, kama umevunja kanuni fulani, na adhabu yake iko pale pale. Ukimzuia mtu kuingia kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo, adhabu yake ni milioni 1 mpaka milioni 2 fine. Sasa kwa sababu mtu amemzuia mtu mwingine kuja kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo, maana yake anastahili kupigwa faini. Maana yake kanuni inaadhibiwa na kanuni. Kwa hiyo kwenye haya yote ambayo yanatokea, cha kwanza ni makosa ya kutokusimamia kanuni ambayo yamefanywa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi imeshindwa kusimamia kanuni ambazo imezitengeneza mwenyewe. Kwa nini nasema hivyo? Simba walienda uwanjani kufanya maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Wakati wanaenda kufanya maandalizi ya mwisho, wakazuiliwa kuingia uwanjani kufanya maandalizi yao ya mwisho, ikiwa ni haki yao ya msingi kuingia kufanya maandalizi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye muda ambao mchezo unatakiwa kuchezwa. Sasa kama wamenyimwa haki yao ya msingi, nani amewanyima haki ya msingi? Ndio bodi ya ligi inabidi waangalie. Aliyewanyima haki ya msingi klabu ya Simba ni kamishna wa mchezo, msimamizi wa uwanja na walinzi wa Young Africans. Manake hawa watu watatu ndo wameinyima Simba haki yake ya msingi ya kufanya maandalizi ya mwisho kwenye mchezo, kwenye uwanja ambao unatumia, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kwenye muda ambao anatakiwa yeye, na kwenye muda ambao mchezo unachezwa. Manake ndo muda ambao anapaswa kwenda kufanya maandalizi yake ya mwisho. Maana yake bodi ya ligi inapaswa kuadhibu Young Africans kama klabu ambayo pia ni mwenyeji, lakini pia kumwadhibu pia kamishna wa mchezo ambaye alidai kwamba hana taarifa ya Simba kwenda kufanya maandalizi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ikiwa kanuni imeeleza kwamba mgeni wa mchezo atafanya maandalizi ya mwisho kwenye muda ambao umepangwa mchezo kuchezwa kwenye uwanja ambao utatumika kwenye mchezo husika. Sasa inakuwaje kamishna wa mchezo hajui kwamba Simba ataenda kufanya maandalizi pale? Manake ni kosa lake hilo, anabidi kuadhibiwa. Kuwepo kwa walinzi wa Young Africans kwenye kuzuia Simba kwenda kufanya maandalizi ya mchezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ni kosa ambalo linaihukumu Young Africans. Manake Young Africans wanapaswa kuadhibiwa, na adhabu iko wazi kabisa, ni faini kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2. Msimamizi wa uwanja anawezekana asiwe na kosa la moja kwa moja kwa sababu yeye anapokea maelekezo kutoka kwa timu mwenyeji na kamishna wa mchezo. Onichi yeye alikataa kufungua mageti kwa sababu hakupewa taarifa ya ujio wa klabu ya Simba kufanya maandalizi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo hayo maelezo alipaswa kupewa na kamishna wa mchezo pamoja na timu mwenyeji ambaye ni Young Africans. Lakini kwa sababu hao watu wawili wameshindwa kutoa taarifa kwa msimamizi wa uwanja kwamba Simba watakuja kufanya mazoezi, basi hao watu wawili walistahili kuadhibiwa. Lakini mtu wa tatu ambaye anaweza kumgusa kwenye adhabu ni huyo msimamizi wa uwanja, ingawa hahusiki kwa 100% kwa sababu anapokea taarifa kutoka kwa watu wengine. Kwa ndo tatizo limeanzia wapi? Hapo. Kwa makosa ya bodi ya ligi ni kuahirisha mchezo wakati waliofanya makosa wanajulikana. Kwa bodi ya ligi walipaswa kuadhibu watu ambao wamechangia kuinyima Simba haki yao ya msingi ya kufanya maandalizi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye muda ambao mchezo umepangwa kuchezwa. Sasa tumeiona barua jana Dar es Salaam Young Africans. Sawa bwana, kuna vitu vitatu pale wenyewe wamekazia kabisa, wamesema kwamba bwana sisi mchezo huu hatutocheza tena na wanataka bodi chunguzwe, ikiwezekana watu wafutwe kazi kwenye ile bodi ya ligi. Unazungumzaje kama mchambuzi? Kwanza inawezekana Yanga wanajua au hawajui. Na nafikiri hii pia inapaswa kuwafikia kama sehemu ya kuwapa elimu Young Africans. Kwanza kwenye barua ambayo wameandika vitu vitatu. Kwanza wanahitaji kupata alama 3. Alama 3 haziwezi kupatikana kwa sababu ule mchezo haujasimamiwa na muamuzi yoyote. Ili uweze kupewa alama 3 ni lazima muamuzi awepo uwanjani, afanye ukaguzi kwa wachezaji wa Young Africans, waingie uwanjani, na baada ya kufika uwanjani watasubiri kwa dakika 15. Zikifika dakika 15 wapinzani wa Yanga hawajafika uwanjani, muamuzi atamaliza mchezo. Akimaliza mchezo, maana yake Yanga watakuwa wamepata alama 3. Lakini kwa sababu hapakuwepo na muamuzi kwenye mchezo husika, wao walienda wenyewe uwanjani, maana yake huo mchezo hautambuliki.
Mchezo utatambulika kama kuna muamuzi wakati, na waamuzi wote wa pembeni na match commissioner. Lakini kwa sababu hawa watu hawakuwepo, maana ule mchezo hautambuliki, na maana Yanga hawawezi kupata alama 3 kwa namna yoyote ile. Wapate alama 3 kwa nini? Nani akawagagua? Hakuna. Nani kasimamia mchezo wao? Hakuna. Nani ameandika ripoti ya mchezo? Hakuna. Sasa unapataje alama 3? Maana vitu vitu kuvifanyika, kwa Yanga hawana haki ya kupata alama 3. Malalamiko ya pili ni Young Africans kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Niwaambie kitu kimoja. Bodi ya ligi ni chombo ambacho kinaendesha ligi kuu. Na bodi ya ligi ni chombo ambacho kimeundwa na vilabu vinavyoshiriki ligi kuu, ligi ya championship na first league division. Kwa maana zile ligi 3 ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi. Umeelewa vizuri? Kwenye zile ligi zote 3 ambazo zimesimamiwa na bodi ya ligi ndizo ambazo zimetoa wawakilishi ambao ndio wameenda kuunda bodi ya ligi, ambao ndio inasimamia ligi. Maana yake kama timu hazina imani na bodi ya ligi, na maana sio timu moja, inabidi ziwe zaidi ya timu 15 20, kwa sababu bodi ya ligi kwa ujumla inasimamia zaidi ya timu 48. First league timu 16, championship timu 16 ni 30 ngapi? Na 2. Ligi kuu timu 16 ni 40 ngapi? 48. Ndio timu ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi. Sasa kama bodi ya ligi inasimamia timu 48, maana yake inabidi kwenye hizo timu 48 zaidi ya timu 20 zipige kura ya kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Hapo ndo bodi ya ligi itavunjwa. Lakini klabu moja haiwezi kusababisha bodi ya ligi ivunjwe. Kwa hiyo Yanga either wanajua au hawajui. Wanapaswa kujua kwamba hili ni swala la kidemokrasia, ni swala la kura. Kwamba kama hauna imani na kina viongozi fulani, inabidi wale watu wote ambao mnaongozwa na hao watu mpige kura ya kutokuwa na imani na hiyo bodi. Kama hamna imani na hiyo bodi, watu wataangalia walio wengi ni wakina nani. Kama waliosema hawana imani ni wengi, basi bodi itavunjwa. Lakini kama waliosema wana imani na bodi ni wachache, ni wengi kuliko ambao hawana imani, maana yake bodi itaendelea kuwepo. Young Africans mwenyewe hawezi kusababisha bodi ya ligi ivunjwe wakati timu 47 zina imani na bodi ya ligi. Kwa hiyo hilo haliwezekani la pili. Umeelewa vizuri? Kingine wamemzungumzia kabisa CEO wa bodi ya ligi. Pale wamemwandika kama katibu Almasi Kasongo. Yule ni mtendaji mkuu wa bodi, ambaye jukumu lake ni kuandika makubaliano ya kikao cha bodi ya ligi. Hahusiki kwenye maamuzi. Kazi yake ni kuandika makubaliano ya bodi ya ligi. Hahusiki na nini? Na maamuzi. Kwa nini Yanga wamemmention pale? Ina maana hawajui majukumu yake ni yapi? Ni swali lingine ambalo viongozi wa Young Africans wameliweka mezani, lakini limetufanya sisi ndio tujiulize uelewa wao ukoje kuhusiana na masuala ya uongozi. Kwa sababu ukishakuwa kiongozi wa mpira automatically unajua majukumu ya katibu. Katibu kazi yake ni kuandika yale ambayo mnajadiliana kwenye kikao na kuyapeleka sehemu husika, ambayo akitoka pale anampelekea mwenyekiti, ambaye mwenyekiti ndio kiongozi wa bodi, ambaye mwenyekiti ni nani? Ni Steven Mguto, ambaye amekaa kwenye ile bodi kwa zaidi ya miaka 6 yuko pale. Kwa nini miaka yote hajai kuambiwa, watu hawajai kusema kwamba hawana imani naye? Leo mnakuja tu nyie klabu moja mnasema hamna imani naye. Ni kitu ambacho kidogo kinatupa nini? Mashaka. Umeelewa Kwa hiyo ni swala lingine ambalo Yanga wamegonga mwamba. Yaani ni watoa sababu wamewataja watu wawili, lakini hawajui majukumu ya hawa watu ni yapi, na ndio maana wameenda kuwataja. Kingine wamesema kama hawa watu wawili ni watu ambao wanavunja kanuni. Niliwaza sana kuhusiana na viongozi wa Yanga, kidogo ikanipa mashaka sana. Unapata wapi authority ya kusema viongozi hao Mguto pamoja na Almasi Kasongo wanavunja kanuni, wakati kuna kamati ya masaa 72 ambayo inahusika na utoaji wa adhabu kwa viongozi na vilabu ambao vinavunja kanuni? Na hizo adhabu zinatolewa kila siku, adhabu zinatolewa. Wewe leo unapata wapi nguvu ya kuja kuzungumza kusema eti wanazikanyaga kanuni, hawatoi adhabu kutokana na kanuni zinavyosema? Kanuni zinatolewa adhabu na wanaovunja kanuni wote wanaadhibiwa, na tumeshuhudia mara nyingi. Yanga wenyewe ni wahanga hilo swala, wameadhibiwa mara nyingi na kamati ya masaa 72.
Kwa hiyo inakuonyesha namna gani ambavyo kamati inafanya kazi ipasavyo. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo nimeona kwa Young Africans wakiandika, lakini bodi ya ligi kupitia kamati yake masaa 72 imetoa kuwa ikitoa adhabu kila wakati kwa kadiri ambavyo watu wanafanya makosa. Kingine ambacho Yanga wameandika ni kuhusu kugomea mchezo kwamba hata atapeleka timu lakini na mimi nina uhakika Yanga hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi, Yanga hawana uwezo wa kuigomea TFF. Kama wataigomea bodi ya ligi na TFF, maana yake Yanga watajikuta kwenye wakati mgumu, kwa sababu kanuni nasema hivi: timu isipofika uwanjani kwenye kituo cha mechi itapokwa alama 3. Zitaenda kwa timu ambaye, kwa yule mtu ambaye amefika uwanjani. Maana yake kipango tarehe mpya ya mchezo, Yanga wasipotokea, Simba wakatokea, Simba watapata alama 3. Lakini pia kwenye kanuni Yanga wanapaswa kupokwa alama 15 kwa kutokufika uwanjani. Wakipokwa alama 15, maana yake itategemea Yanga mwishoni mwa msimu wamepata alama ngapi. Inawezekana tukikosa hata kwa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga wakigoma, athari itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho sidhani kama kitatokea, na kama kitatokea Engineers watamtoa. Yaani wanachama wa Yanga na mashabiki watamtoa Engineers pale. Kwa sababu hakuna shabiki wa Yanga ambaye atakubali kuiona Yanga imeshindwa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu za mtu mmoja tu eti kugoma mechi asipeleke timu uwanjani. Hiyo itakuwa ni hatari zaidi ya hii ambayo tunaizungumza sasa hivi. Sasa wewe kama mchambuzi unaizungumziaje hii sakata? Yaani imeathiri vipi mpira wetu wa Tanzania mpaka sasa hivi? Yaani unajua kwanza mpira wetu umekuwa mpaka hapa ulipofika. Ikifika siku watu wanasigana kwa sababu ya kanuni sheria hizi. Maana yake uelewa watu umekuwa mkubwa. Yaani wewe ili ujue haki zako, uweze kudai haki zako, ni lazima kuzokupa wewe nguvu ya kudai haki zako. Maana yake umekuwa. Kwa mpira wetu sisi umeshakuwa. Ndio maana watu wanapambana pia kutafuta sheria zinasema nini, kanuni zinasema nini. Ndio maana watu wanalalamika hivyo. Kwa hiyo ligi yetu sisi imekuwa. Kwa hiyo nini kinatokea baadaye? Athari yake inaweza kupelekea ligi yetu kudondoka zaidi au kuendelea kukua zaidi. Kwa nini dondoke zaidi? Kwa sababu ikitokea kila mtu akasimamia sheria, maana yake Simba na Yanga kuna timu moja hapo itakutana na adhabu kali. Ikikutana na adhabu kali, maana yake inaweza ikashushwa daraja. Sawa sasa ikishushwa daraja ndio hali itakuwa mbaya, kwa sababu ukishagoma mchezo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, watu wanakushusha daraja. Sawa kwa hiyo inaweza katokea kitu kama hicho, itakuwa ni athari kubwa sana kwenye ligi yetu. Lakini kama watu watakaa na kukubaliana, naamini kwamba tuko bado kwenye njia ambayo ni sahihi zaidi, ingawa watu ambao wapo nje wanatutazama sisi ndio wanaweza kuwa na maswali mawili matatu ya kujiuliza kwamba kwa nini nyie mko hivi, kwa nini nyie mko hivi, lakini naamini kwamba ipo siku tutakaa sehemu nzuri. Hivi unadhani kwamba hizi timu zetu za Tanzania hapa zinaweza zikapewa mafunzo labda kutokana na hili jambo? No, huu ni ubabe tu wa Simba na Yanga, sio kwamba hawajui. Yaani sio kwamba Simba wanachokifanya hawakijui, au sio kwamba Yanga wanachokifanya hawakijui. Wote wanajua wanachokifanya, lakini wanafanya kwa makusudi. Kwa hiyo cha msingi ni bodi ya ligi na TFF kusimamia tu sheria na kanuni zinasema nini. Wakifanikiwa kuzisimamia vizuri, hizi timu zote zitanyooka na makelele yote yataisha na wote watakaa kwenye mstari, kwa sababu Simba wanajua wanachokifanya, Yanga wanajua wanachokifanya, na wanafanya hivi kwa sababu wanajua watasikilizwa. Yes. Vitu kama hivi huwezi kufanya kuona na Mungu anafanya. Huwezi kuona Stand United anafanya, huwezi kuona Coastal Union anafanya, na hawawezi kufanya kwa sababu adhabu hiyo ni direct, wataadhibiwa mara moja. Lakini Simba na Yanga zinajua kuna room ya wao kusikilizwa na vitu kama hivyo. Ndio maana wanaamua kugoma. Kuna video niliona na trend ya Azam FC wanafanya mazoezi uwanjani wakitumia taa za basi. Nadhani ulione. Yes, mechi dhidi ya Kagera kwenye uwanja wa Kaitaba. By the way niliona pia walijibu kwamba kulikuwa kuna shida ya umeme. Kulikuwa kuna shida ya umeme, ndio maana Azam wakawasha iriza ile, wakaliwasha taa, wakaendelea kufanya mazoezi. Ndio raha ya kuwa na basi zuri. Yaani ukiwa na basi zuri, hata kama umeme utaleta shida unaliwasha tu pale, maisha mengine yanaendelea. Niliona walisema ni shida ya umeme. Ni changamoto ambayo of course iko nje ya masuala ya kibinadamu, unajua Labda kama Kagera angekuwa mezima ule umeme kwa makusudi unasema, lakini kwa sababu ilikuwa ni umeme tu wenyewe umezima, basi siwezi kumlaumu mtu yoyote by the way. Kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la kiufundi ambalo Azam wenyewe hawawezi kulalamika, na ndio maana hajalalamika. Lakini pia uliona hata wahusika pia walitoa taarifa nzuri tu ambayo inanyoka kwamba ni masuala ya kimitambo na nini. Kwa ni vitu ambavyo hata sisi hatuwezi kuvicontrol, kwamba ikitokea leo umeme umekatika basi hatuwezi kulalamika kumlalamikia mtu kwa sababu ni umeme umekatika.
Nakumbuka tukia mechi moja ya kimataifa ya Young Africans, umeme ulizima unakumbuka ile. Lakini pia hata Morocco pale iwe kutokea wakati timu ya taifa ya Brazil inacheza mechi ya kirafiki na timu ya taifa ya Morocco, umeme pia ulizima. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mara nyingi vinatokea. Itategemea sana na mtu namna ambavyo anavichukulia, lakini hivyo ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wa kibinadamu. Bwana, tumalizie hili bwana. Tumeona TFF kuna baadhi ya viwanja wamevifungia. Umeiona hii taarifa? Of course nimeona uwanja wa Sim Kirumba, nimeona uwanja wa Liti, nimeona uwanja wa Tabora ulifungiwa pia. Yes. Of course TFF na uwanja wa Dodoma. Yes. Kwa hiyo kufungia viwanja ni kutaka ligi ichezwe kwenye pichi ambazo ni nzuri. Na tangu mwanzoni mwa msimu kanuni huwa zilitolewa na watu walisoma vizuri kanuni kwamba uwanja ambao hutakizi vigezo utafungiwa. Kwa hiyo hivyo ni viwanja ambavyo havijakizi vigezo ndio maana vimefungiwa, lakini kwa vile viwanja ambavyo vimekizi vigezo unaona vinaendelea kutumika. Cha msingi ni klabu hizi kuhakikisha kwamba wanatengeneza viwanja vyao vizuri. Wanakuwa karibu na kuangalia viwanja vyao ili visiweze kuwa na pichi mbovu, kwa sababu kisha kuwa na pichi mbovu ndio utafungiwa. Lakini pichi yako ikiwa nzuri hauwezi ukafungiwa. Kwa hiyo naamini kwamba kama watu watakuwa karibu na kufuatilia zaidi viwanja vyao, itafika wakati watacheza kwenye mechi zao bila kufungiwa kwa namna yoyote. Lakini kama wataendelea kuto kuangalia vizuri viwanja vyao, vitaharibika na vitafungiwa, maisha ya mwisho wa siku wataenda kutafuta viwanja vingine. Na kwa bahati mbaya viwanja sio viwanja ambavyo vinamilikiwa na clubs hivi ni viwanja ambavyo viko chini ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa hiyo pia inabidi pia vilabu vikae na wasimamizi wamiliki wa viwanja wajadiliane kwa pamoja, wajue nini ambacho wanaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba wanaondokana na hii changamoto ya viwanja kufungiwa mara kwa mara. Asante sana bwana.